Shingo ya uzazi, yani katika ile sehemu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiunda kwa ajili ya kutengenezea viumbe, kuna sehemu inaitwa unuqur rahim, shingo ya uzazi. Nafikiri watu wanaijua sehemu hii ambayo inaitwa shingo ya uzazi. Tutazungumza, ina kazi kubwa sana hii sehemu, na ndio maana ikipata tatizo sehemu hii inaweza ikapelekea mtu kutopata ujauzito, inaweza kupelekea mimba za watu kuwa zinaharibika mara kwa mara, inaweza ikapelekea mtu kuweza kupata maradhi makubwa sana ambayo kama mtu hatochukua tahadhari mapema baada ya kuwa ameona a'rad, zile alamat zinaweza zikahama zikaenda kupiga sehemu ambazo zinaitwa almathana. Mathana maana yake kibofu cha mkojo, wakati mwingine inaweza ikaenda mpaka kwenye alkula, maana yake ikaenda kupiga katika figo, lakini pia inaweza ikawa ni mushkila allati tuaddi ila alwafa, inaweza ikawa ni tatizo ambalo likapelekea mtu kuweza kupoteza maisha yake. Allah subhanahu wa ta'ala atulinde, atupe afya na atupe uwezo wa kuweza kugundua mapema na kuweza kupata msaada na kusaidiwa mapema biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Ayuha almushahiduna alkiram, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na pia kumtakia rehma kiongozi wetu wa umma mtukufu wa daraja Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, leo biidhnillahi subhanahu wa ta'ala tutazungumzia mada muhimu sana, mada ambayo tulijaribu kugusia katika kipindi kilichotangulia, ambacho tulisema kwamba leo biidhnillahi subhanahu wa ta'ala tutazungumzia mambo ambayo yanahusiana na biolojia, na hasa tutazungumzia fiziolojiyatil insan. Tunaposema fiziolojiyatil insan, maana yake tunakusudia kuzungumza kazi ambazo zinazopatikana katika kiwiliwili cha mwanadamu, yani viungo vya mwanadamu, namna gani vinavyoweza kufanya kazi katika kiwiliwili cha mwanadamu, mada ambayo inawahusu akina mama hasa ala wajhi alkhusus. Kwa hiyo tutaomba sana wakina baba kama mtasikiliza mada hii, lakini pia wakina mama ambao watakosikiliza hii mada itawahusu katika kiwango kikubwa sana biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Lakini pia utakaposikiliza mada hii, kwa sababu ni mada hasasa, tutajaribu kuzungumzia baadhi ya maneno ambayo yatapatikana katika mada hii, ambayo tutaomba pia tuyazungumze kwa lugha ambayo itakayokuwa ni ya kinaya. Yani tunaposema kinaya, maana yake tutazungumza kwa lugha ambayo sio ya sarih sana, sio ya wazi sana, bali itakuwa ni mada ambayo, yani maneno tutakayotumia yatakuwa yana kinaya kingi, lakini itakuwa ni mada ambayo mafhuma biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Leo tutazungumzia mada ambayo inayosema asbabu saratani unuqil rahimi. Asbabu saratani unuqir rahimi, sababu ya saratani ya shingo la uzazi, shingo ya uzazi, sababu ambazo zinazopelekea mwanamama au mwanamke yoyote kuweza kupata saratani ya shingo ya uzazi. Hii ni mada hasasa jiddan kama dhakarna, kama tulivyotaja, na ni mada ambayo imezungumzwa na dakatira wengi, madaktari wengi wameizungumza mada hii, lakini sisi biidhnillahi subhanahu wa ta'ala tutajaribu kuizungumza bitafsil almufhim, katika upambanuzi ambao utakaokuwa ni wenye kuwafahamisha watu waweze kuelewa hiki kiungo, yani ambacho kinaitwa unuqir rahim,
Yani wakati gani kitasibiwa na kitu kinaitwa saratan arrahim au saratan unuq arrahim, saratani ya shingo ya uzazi. Ndugu mtazamaji, kabla an nabda fi dhikri asbabi saratani unuq arrahim, kabla hatujaanza kutaja sababu zinazopelekea mtu kuweza kupata, mwanamke kuweza kupata saratani ya shingo ya uzazi, uridu awalan an ubayina lakum mukawinati hadha aljihaz. Jambo la kwanza nataka nikubainishieni namna gani Allah subhanahu wa ta'ala alipotengeneza au alivyotengeneza hii jihaz. Jihaz maana yake ni chombo ambacho amekitengeneza Allah subhanahu wa ta'ala na akakiweka kwa mwanamke. Hiki kiungo au hii jihaz, Allah subhanahu wa ta'ala namna gani alivyokitengeneza kitu hichi. Kwa hiyo takubainishieni mukawinati hadha aljihaz alajib, yani muundo wa hiki kiungo ambacho cha maajabu ambacho Allah subhanahu wa ta'ala ambao Allah subhanahu wa ta'ala amekiumba, alladhi yatanasalu linsanu bihi, kiungo ambacho wanadamu wanazaliana kupitia kiungo hichi. Watu wote katika dunia, wanawake kwa wanaume, wamezalika kupitia kiungo hichi, isipokuwa Nabiullahi Adam alayhi salam wa mama yetu Hawa, wenyewe Allah subhanahu wa ta'ala aliwaumba katika sura ambayo mukhtalifu. Kwa hiyo tutazungumza hiki kiungo namna Allah subhanahu wa ta'ala alivyokitengeneza bidiqqatin mutanahiya, katika diqa ya hali ya juu sana. Na wanachuoni wa Kiislamu hawajaacha kuzungumza mambo kama haya. Watu wanafikiria sana kwamba wanachuoni wa Kiislamu hawajagusia mambo ya biolojia, yani biolojia katika upande wa yani kuzungumzia kainati alhayya, viumbe ambavyo ni hai, yani mimea, mathalan wadudu, wanyama, kama vile baadhi ya watu wanavyofikiria kwamba wanachuoni pekee ambao ni wa magharibi ndio ambao waliozungumza vitu hivi. La, bali hata ulama almuslimin, wanachuoni wa Kiislamu, takallamu wa tahaddathu an hadhihi almasail, wamezungumzia masala haya tena bidiqqatin mutabaida, kwa undani ambao ni wa mbali kabisa. Hadha aludhu, kiungo hichi ndugu zangu ambacho kinatumika katika kuweza kufanya tanasul albashar, yatakawanu min a'dha'i dakhiliya wa a'dha'i alkharijiyya. Allah subhanahu wa ta'ala amekitengeneza kiungo hichi, kiungo ambacho kimetengenezeka kupitia kwamba kuna viungo ambavyo vinapatikana ndani, lakini kuna kiungo vinapatikana nje. Yani katika kiungo kimoja ambacho jihazi tanasuli al-insan, yani kiungo al-unthawi, kiungo ambacho cha uzazi cha mwanamke, Allah subhanahu wa ta'ala amekiumba, kina upande wa ndani na kina upande wa nje. Lengo kubwa, naomba tusikilizane sababu zinazopelekea mwanamke kuweza kupata saratani ya kizazi. Hii ni mada muhimu sana, tuisikilize kwa sababu imekuwa ni tatizo kubwa sana. Kwa hiyo kiungo hichi yatakawanu min a'dha'i dakhiliya wa a'dha'i al-kharijiyya, kimetengenezeka kupitia viungo vya ndani, lakini pia kimetengenezeka kupitia viungo vya nje. Wa a'dha'u dakhiliya, viungo ambavyo ni vya ndani katika kiungo hichi cha jihazi tanasuli al-unthawi, hiya almas'ulatu an intaji albuwaidati walhaml, ndiyo sehemu ambayo inayotumika katika kuweza kuzalisha mayai. Yani Allah subhanahu wa ta'ala ametengeneza kwamba katika kiungo hichi kuna sehemu yanazalika mayai, lakini pia kupitia mayai hayo ndiyo sehemu ambayo inayotengenezekea mimba. Yani mimba inatengenezeka kupitia katika sehemu hiyo. Wa a'dha'i al-kharijiyya, ama viungo ambavyo ni vya nje, hiya allati tahmi al-madkhal. Allah subhanahu wa ta'ala ameviumba viungo vile vya nje kwa ajili ya kuweza kuziwia, kusaidia kuweka kama kinga, himaya ya madkhal,
yani himaya ya vile viungo vya ndani. Angalia Allah subhanahu wa ta'ala alivyotengeneza, ni ukubwa uliokuwa ni wa hali ya juu. Hakuna binadamu, hakuna kiumbe chochote ambacho kinaweza kutengeneza kiungo kama hichi kwa ajili ya kuweza kumzalishia mwanadamu, kumtengeneza mwanadamu. Angalia Allah subhanahu wa ta'ala alivyokuwa mkubwa, alivyokuwa na uwezo wa hali ya juu katika kuweza kutengeneza kiungo kama hicho. Kwa hiyo ni kiungo ambacho tahmil madkhal, kinafanya himaya ya ile sehemu ya kuingia ya ndani, yani ya kuingia kwenda katika kifuko cha uzazi. Watuwaffiru al-ihsasa inda al-mar'a, na kimetengenezwa kwa hasasia nyingi, yani ndio sehemu ambayo mwanamke anapatia furaha yake, raha yake. Allah subhanahu wa ta'ala amekiunda hichi kiungo katika sura ambayo diqa mutanahiya jiddan. Ndugu watazamaji, ama a'dha'u dakhiliya, kiungo kile cha ndani, upande wa ndani ambao tunataka kufafanua haya maelezo ili muweze kuelewa kwamba namna gani pia wanachuoni wa Kiislamu wamejaribu kuweza kuyafafanua haya mambo. Hawajaacha hivi hivi, bali wameyafafanua na wameyaeleza. A'dha'u dakhiliya, viungo vya ndani vinatengenezeka kupitia vitu takriban 4. Kitu cha kwanza ambacho kinatengenezeka katika a'dha'u dakhiliya, tunaanza chini tunapanda juu, kwa sababu unatokea chini unafika katikati, alafu unapanda tena, unatokea katikati unapanda ndani kwenda juu zaidi. Na hapa tunazungumzia upande wa ndani. Kitu cha kwanza kinaitwa unuqur rahim, shingo ya uzazi. Yani katika ile sehemu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameiunda kwa ajili ya kutengenezea viumbe, kuna sehemu inaitwa unuqur rahim, shingo ya uzazi. Nafikiri watu wanaijua sehemu hii ambayo inaitwa shingo ya uzazi. Tutazungumza, ina kazi kubwa sana hii sehemu, na ndio maana ikipata tatizo sehemu hii inaweza ikapelekea mtu kutopata ujauzito, inaweza kupelekea mimba za watu kuwa zinaharibika mara kwa mara, inaweza ikapelekea mtu kuweza kupata maradhi makubwa sana ambayo kama mtu hatochukua tahadhari mapema, baada ya kuwa ameona a'rad, zile alamat zinaweza zikahama zikaenda kupiga sehemu ambayo zinaitwa almathana. Mathana maana yake kibofu cha mkojo. Wakati mwingine inaweza ikaenda mpaka kwenye kula, alkula maana yake ikaenda kupiga katika figo, lakini pia inaweza ikawa ni mushkila allati tuaddi ila alwafa, inaweza ikawa ni tatizo ambalo likapelekea mtu kuweza kupoteza maisha yake. Allah subhanahu wa ta'ala atulinde, atupe afya na atupe uwezo wa kuweza kugundua mapema na kuweza kupata msaada na kusaidiwa mapema biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo sehemu ya kwanza ni unuqur rahim, shingo ya uzazi. Ama sehemu ya pili ni arrahim, rahim yenyewe. Sasa maanake unakwenda kwenye shingo, unapopita kwenye shingo unakwenda unakutana na rahim. Rahim yani sehemu yenyewe sasa ambayo ndiyo sehemu ya kifuko sasa cha uzazi ambayo inaitwa arrahim. Alafu rakam 3, sehemu ambayo inaitwa qanawatul falub au qanawat falub. Yani qanawat falub wanaita fallopian tubes, ambazo ni ile mirija ambayo inakwenda mpaka katika kuweza kuunganisha katika buwaidat. Tunaposema buwaidat maana yake ni yale mayai, sehemu ya mayai katika sehemu ya jihazi tanasuli al-unthawi, katika sehemu ya mayai hizi ndizo zinakwenda kule, ambayo itakapofikia sasa wakati wa kufanya talqih, wanapoita talqih maana yake ni lile yai kutoka kule katika kupitia kuja katika fallopian tubes au katika qanawat al-falub kwa ajili ya kuweza kukutana na sail al-manawi ili kuweza kutengeneza janin na kutengeneza mtoto ambaye itakuwa sasa ni mimba imetengenezwa hapo, na kiumbe hicho kuendelea kuanza kukua ili kuja kuleta mtoto biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Rakam 4, namba 4, katika hivi viungo vya ndani kuna sehemu ambayo inaitwa almabidat au almabidat au almabidan.
Almabidhan maana yake ni mayai. Allah subhanahu wa ta'ala alipomtengeneza mwanadamu, mayai yanapatikana sehemu mbili, kulia na kushoto. Haya mayai kuna wakati ambao yanafanya yani kila upande unakuwa yanapokezana. Kila yai linapofika wakati wake katika kila mwezi linasogea. Ikifika wakati mwingine, wakati huu linajiandaa huku, linaweza likasogea la upande wa huku. Na wanasema mayai haya huwa yanasogea bitanawub, kwa kupokezana. Yani linatoka huku linasogea, linaweza likatoka la huku likasogea upande wa katikati. Kwa hiyo hizi ni sehemu 4 ambazo zimetengeneza a'dha ad-dakhiliya fi jihazi at-tanasuli al-unthawi, ambazo zimetengeneza upande wa ndani katika kiungo cha uzazi cha mwanamke kwa ndani, ambao sehemu ya kwanza ni unuq au unuqur rahim, ni shingo, alafu rahim yenyewe, af qanawat falub, af almubayyidat. Na Allah ametengeneza kama vile sura ya yani shingo, tunaposema ni kama shingo ya mwanadamu, lakini kuna sehemu ya kwanza unakutana na shingo, alafu unakwenda unakutana na tumbo, na kule katika mazingira hayo yametengenezwa katika sura kama hiyo. Kwa hii ni upande wa ndani. Ama a'dha'ul kharijiyya, ama upande wa viungo vya nje, fahiya mukawana, vimetengenezwa na kitu kinaitwa almihbal. Almihbal yani ni neno la Kiarabu, lakini hatuwezi kuzungumza katika lugha ya Kiswahili wakati mwingine kwa ajili ya kulinda mazingira yetu ambayo tuliokuwa nayo. Kwa hiyo kuna kitu anaita mihbal, lakini pia kuna kitu anaita albizr, lakini pia raqam 3 kuna kitu anaita ashafran. Na hivi vitu kwa yule ambaye atakayekuwa na changamoto yote katika maeneo ambayo yanahitajia kwa ajili ya kuweza kupewa ushauri wa kimaneno, tunaweza pia akapewa ushauri wa kimaneno. Kwa hiyo hizi ni sehemu ambazo ndio zimeunda hii jihazi tanasuli al-unthawi, kiungo muhimu sana, kiungo chenye thamani Allah subhanahu wa ta'ala kakitengeneza. Fakullu hadhihi al-ashya, vitu vyote hivi ambavyo tumevitaja, laha wadhaifuha, vina kazi yake. Rahim, unuqur rahim ina kazi, arrahim yenyewe ina kazi, falub hizi wanaita qanawati alfalub zina kazi yake, almubayyidan yana kazi yake. Na kila kimoja katika hivi vitu ambavyo tumevitaja 4, laha amradun tataallaqu biha, kila kimoja kina maradhi yake maalumu ambayo yanaweza yakaenda katika hizi sehemu. Kwa hiyo mtu anatakiwa kuwa makini sana katika hizi sehemu, kila kimoja kina aina yake, kina maradhi yake. Tutakuja kuzungumza mathalan takayusul mabidat au almabidan, kuna kitu anaita takayusul mabid au albuwaidat. Hivi vyote ni katika mushkilati ambazo zinatokea katika, na zote zinaweza zikasababisha mtu kuweza kutoshika ujauzito, au ujauzito ukawa unamsumbua kiasi kwamba ikawa inaleta mushkila, ikaleta matatizo, ikaleta yani mambo ambayo yatakayokuwa sio mahmuda kwa mtu pale ambapo atakapokuwa na hali kama hizo. Illa annana sanatakallam an saratani unuq arrahim, lakini sisi leo hii sasa tutaachilia vyote hivyo ambavyo tumevisema huko, sijui sehemu ya nje tutaiacha, sehemu ya ndani kabisa huko tutaacha. Tutazungumzia pointi moja tu ambayo tutazungumzia saratan unuq arrahim, saratani ya shingo ya uzazi, wa fiziolojiyati hadha almakani bidabt, na kazi inayofanywa na sehemu hii yenyewe peke yake ndio tutakayoshughulika nayo. Vipi inafanya kazi? Allah subhanahu wa ta'ala anaumba vitu kwa uwezo uliokuwa mkubwa. Hakuna ambaye mwenye uwezo wa kuumba kama Allah subhanahu wa ta'ala, yoyote atakayekuwa. Allah subhanahu wa ta'ala, hivi vitu havijafanyika vyenyewe tu. Lazima mtu ukisikia basi unatakiwa useme subhanallah, ametakasika Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi khalaqa kulla shay, ambaye ameumba kila kitu. Kila kitu amekiumba na akikiweka katika mazingira ambayo yanamfanya mwanadamu aweze kufanya tadabbur, kuzingatia, kujua uwepo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu mtazamaji,
wadhaif unuqi rahim, tutazungumzia kazi zinazofanywa na shingo ya uzazi katika kiungo hichi ambacho Allah amewapa wanawake. Kazi yake ni nini? Maana yake watu hawajui kazi yake. Kwa hiyo tunapeana elimu ili uchukue tahadhari katika kuweza kufanya matumizi ya sehemu hizi. Uchukue tahadhari wewe kama mwanamke, kwa sababu dunia tulionayo sasa hivi ni dunia ya mabalaa, dunia ya amrad mu'diya, maradhi ya kuambukiza. Lakini kuna amradhi ambayo yanasababishwa na vile vitu ambavyo tunavyovitumia. Maradhi yamekuwa ni mengi sana. Kwa hiyo usipochukua tahadhari, haya yanaweza yakawa ni yenye kukukuta ikawa tena ni changamoto kuweza kufanya utatuzi. Kazi ya unuqi rahim, ndugu mtazamaji, kazi ya kwanza himayatu rahim, ni kulinda ile rahim yenyewe, ni kuilinda. Kazi ya unuq, shingo ile, kazi yake ni kulinda kule ndani ambako mtoto anakaa, ambapo mtoto akishaundika, akishatengenezwa, anakaa sehemu hiyo. Kazi yake ni kulinda. Inalindaje? Bifarzi mukhatin, kwa kuweza kufanya ifraz manake kumimina, mukhat uteute, ambao utakuwa unafanya kazi gani? Ya'mal kasamamin yamna'u albakteria walvirusat, inafanya kazi kama vile kinga ambayo itakuwa inaziwia bakteria, inaziwia virusi hivyo vinavyoziwiliwa visifanyaje? Alla tattajiha ila dakhil, ili visiweze kuelekea ndani katika rahim, kwa sababu rahim ni sehemu ambayo inatakiwa ibakie safi. Kwa hiyo sehemu hapa katika rahim kuna kitu anaita ghudda, kuna vitu anaita ghudad, kuna ghudad darqiyya, kuna ghudad tutakuja kuzungumza aina ya ghudad ambazo ziko katika kiwiliwili cha mwanadamu. Kuna ghudadun nukhamiyya. Hivi vyote ni vitu ambavyo vinafanya ifrazati ya vitu tofauti tofauti kwa ajili ya maslahi ya mwili wa mwanadamu. Kwa bifarzi mukhatin, kwa ajili ya kufanya ifrazi ya uteute ambao utafanya kazi kasamamin yamna'u albakteria walvirusat kuelekea dakhil arrahim. Lengo nini? Lilhifadhi ala bi'atin nadhifatin wa amina, kwa ajili ya kuhifadhi mazingira katika rahim, katika kizazi kule kuwe kusafi, lakini pia kuwe ni mazingira ambayo ni amani. Hiyo ni kazi ambayo inayofanywa na unuqi rahim. Kazi ya pili, tanzimu mururi sawail. Kazi ya unuqi rahim inafanya kazi ya kupangilia upitaji wa vimiminika ambavyo vinavyotoka ndani ya rahim. Tunajua wanawake wanapitia katika mazingira tofauti tofauti. Kuna kitu anaita daura shahriya. Daura shahriya maana yake ni zile siku zao katika mwezi. Kuna sawaili ambazo zinatoka. Kwa hiyo ile sehemu ya unuqi rahim inafanya kazi ya mpangilio, kuweza kufanya mpangilio kadami alhayd, kama tulivyosema, kama damu ya hedhi, khilala fatrati dawrati shahriya, wakati wa kipindi cha siku za mwanamke katika mwezi. Kwa zinafanya kazi ya kufanya tanzimu. Zinaachia, inatoka, zinafunga, zinaachia, inatoka, zinafunga. Kazi yake inafanya ni hiyo. Kwa usije ukaona kwamba hiyo hali inajitokeza wewe ukajua kwamba labda inajitokeza namna gani. La, sehemu inayofanya kazi ni hiyo ambayo tumesema unuqi rahim. Namba 3, da'mul injab. Unuqi rahim inasaidia mtu kuweza kupata ujauzito bifarzin mukhatin, kwa inamimina tena uteute, kwa sababu kuna hizi uteute zinakuwa ni aina mbili tofauti. Uteute wa kwanza kwa ajili ya kulinda, na huu uteute wa pili ni kwa ajili ya kulinda na kuandaa mazingira khasan, mazingira maalum, liyusaida alhayawanat almanawiyya ala albaqa, ili iweze kusaidia zile mbegu za uzazi ziweze kubakia zikiwa katika hali ya uhai, walubur nahwa albuwaida, na kuweza kuvuka na kuelekea katika yai kwa ajili ya kufanya talqih,
kwa ajili ya kuweza kufanya talqihi ili kuzalisha na kutungisha mimba. Kwa hiyo hii inafanya kazi ya damil injab. Namba 4, damul haml, inafanya kazi ya kuipa nguvu, mimba. Yani inafanya kazi ya kuipa nguvu mimba. Kuipa nguvu mimba vipi, katika namna gani? Mwanamke anapobeba mimba, hii sehemu huwa ina hali mbili. Hali ya kwanza, kabla hajabeba mimba huwa inakuwa ni laini, lakini mimba inapoingia, jinsi kadiri mimba inavyokuwa inakwenda kuwa kubwa, na hii sehemu huwa inafanya kitu anaita tasallub. Tasallub maana yake nini? Au inakuwa samika, inakuwa na kitu anaita sumk. Sumku maana yake kujishika, inakuwa ngumu. Lengo nini? Kuziwia kile kiumbe kisitoke. Inajikamata kwa ajili ya kuziwia kile kiumbe kisitoke katika rahim. Haithu yabqa mughlaqan, inabakia kimefunga, mutamasikan, kikiwa kimejishikilia, tiwala fatratil haml, kipindi chote cha mwanamke anapokuwa katika ujauzito, hii sehemu inakuwa imejishika. Liyad'ama aljanina wa yahmihi dakhil arrahm, ili kuweza kumpa nguvu, kuweza kumsaidia kile kiumbe kilichokuwa ndani ambao ndani ya kifuko, hata maw'id alwilada, mpaka katika kipindi cha uzazi kitakapofika kujifungua, basi ile sehemu ndio inafunguka, na wakati huo sasa mtoto anatoka na kuweza kupokelewa na madaktari wa hakaza na kuwa katika hali ya kuzaliwa. Kwa hiyo hii sehemu ina kazi kubwa sana, na ndio maana kuna baadhi ya watu baada ya kupata changamoto katika sehemu hii, huwa ni sehemu ambayo inashindwa kujishika. Kwa hiyo mwanamke anapopata ujauzito, mimba inapokuwa kiasi fulani, kwa kuwa sehemu hii imekuwa haijishiki, inasababisha kupelekea kitu ambacho wanaita al-ijhad. Al-ijhad maana yake kuporomoka kwa mimba. Mimba inaporomoka, na ndio maana baadhi ya madaktari huwa wanafanya mwanamke tu anapobeba ujauzito, baada ya siku kadhaa wanaenda kuweka kifaa ambacho kitasaidia kubana ile sehemu, ili ule mtoto atakapokuwa anakuwa mkubwa isiwe ni sababu ya kuporomoka na kutoka kabla ya wakati. Na anapofikia karibu kujifungua sasa, ndio wanatoa kile kifaa kabla ya wiki kadhaa, ili mwanamke yule aweze kujifungua katika njia ya kawaida. Kwa hiyo sehemu hii inafanya kazi kubwa sana. Namba 5 katika kazi zinazofanywa na rahim, tashilul wilada, kufanya kazi ya wepesi wa mwanamke kufanyaje, kuzaa, kama tulivyosema. Fahadha almakan, sehemu hii ndugu watazamaji, muhimun jiddan, ni sehemu ina umuhimu sana, fi tahqiqi imkaniyati hudusi alhaml, katika kuweza kuhakikisha mimba inapatikana. Sehemu hii inapopata matatizo, inapopata saratan, inapopata mushkila, inapopata majanga, inaweza ikasababisha hata zile sawail almanawi kushindwa kupita, kufanya nafdh, kupita hapo katika sehemu hiyo kwenda kwa ajili ya kutengeneza ujauzito. Sehemu inashindwa, sawail almanawi wanashindwa. Kwa hiyo mtu atabaki yuani, analalamika, mimi sijapata ujauzito hakaza, kumbe hajui changamoto ni yeye kutengeneza inapatikana katika sehemu gani. Sehemu inayofuata, naomba tuwe makini. Tunazungumza sasa sababu ambazo zinazopelekea saratani unuki rahim, kutokea saratani ya shingo ya uzazi. Kuna sababu ambayo ni rahisi. Tunaposema rahisi, maana yake ni ile sababu yenyewe, sababu ambayo kubwa inayosababisha mtu kupata saratani ya shingo ya uzazi. Lakini kuna sababu ambazo ziko tahta hadha asbab, ziko chini ya sababu hii, ambazo na zenyewe pia zimezungumzwa na dakatira kwamba zinaweza zikapelekea mtu kuweza kupata saratani ya shingo ya uzazi. Hii hali ambayo ni rahisi, ambayo tunasema muadhamu halati saratani unuq, sababuhu virus alwarami alhalimi albashari. Kuna kirusi ambacho kinaitwa virus alwarimi alhalimi albashari, ambao kwa Kiingereza wanakiita human papilloma virus. Human papilloma virus.
ambao kwa kifupi kirusi hicho wamekipa jina cha HPV, kirusi ambacho ndicho sababu kubwa ya kuweza kusababisha wanawake wengi kupata saratani ya shingo ya uzazi. Na hiki kirusi, ndugu mtazamaji, ni adwa, ni kirusi ambacho kinaambukiza kama vile ilivyo AIDS, kama ilivyo ukimwi, lakini na uambukizwaji wake mara nyingi ni jinsia, ni adwa jinsia shaia. Ni kirusi ambacho kinaambukizwa kwa watu kuweza kufanya mahusiano au kuweza kuingiliana kimwili katika muundo ambao sio wa kisheria, mara nyingi katika muundo ambao sio wa kisheria. Na hapa ndio tunakuja kuona Allah subhanahu wa ta'ala alipozungumza kuhusiana na zina. Achilia mbali kuhusiana na AIDS, ukimwi, Allah subhanahu wa ta'ala amezungumza kuhusiana na zina, akasema wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa saa sabila, msisogelee zina, hakika hiyo ni njia mbaya. Tena angalia, Allah subhanahu wa ta'ala akasema innahu kana fahishatan wa saa sabila, hakika huo ni zina, ni uchafu mbaya. Imeingia kana katika sehemu hiyo kama vile kuonyesha kama ni dilalat ala almudhi, lakini mara nyingi hapa imeingia katika surati ya taakid, jumla ismiya. Kana inafanya kazi ya taakid, lakini pia jumla ismiya pia ni muakkid, ni katika vitu ambavyo vinahesabika ni muakkidat. Lakini pia inna ni katika adati ambao zinatumika katika kufanya taakid aljumal. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala aliposema innahu kana fahishatan wa saa sabila, maana yake ametumia salas muakkidat, vitilia mkazo vitatu, kuonyesha uhakika hiyo njia ni mbaya, ukiipita hauwezi kufika unakokwenda, itakuletea madhara. Huku yaona sasa hivi, utakuja kuyaona baadaye. Ndio maana Allah akasema wala taqrabu zina, nahi, anakataza usisogelee zina, innahu kana fahishatan wa saa sabila, hakika hiyo ni njia mbaya, ni uchafu na ni njia mbaya. Kwa hiyo kirusi hichi kinaenea katika njia ya zinaa, maingiliano yasiyokuwa ya kisheria. Kwa sababu gani? Kwa sababu kama mwanaume atakuwa hajatulia kwenye nyumba yake, akiwa ni mtu wa kurukaruka, atachukua virus kule, atamletea mke wake nyumbani. Na ikiwa mwanamke hajatulia, yeye mwenyewe atakuwa ameenda kutafuta kule adwa, ataleta nyumbani. Na bil asafi shadid, kwa masikitiko makubwa, hii virus wakati mwingine inaweza ikamwathiri na mwanaume. Tutakuja kuzungumzia athari zake kwa mwanaume. Kwa wanawake imekuwa ni adwa ambayo inapelekea sasa kuleta saratani ya unuq rahim. Kirusi hichi ambayo kinaitwa HPV kinapatikana katika njia ya zinaa. Mara nyingi watu, huyu kaenda na yule kapita na yule kaenda. La, watu waoe. Man istataa minkum alba'ata falyatazawwaj. Mtume swalla salam anasema una uwezo wa kumpa mwanamke hela ya kumhonga, unashindwaje kumuoa? Muoe, ukae naye, muishi vizuri, muepuke majanga. Taban katika Uislamu mtu ana uwezo wa kuoa 4, kaoa 4. Taban ukioa 4 ukawa nao hawapi, mnakwenda kisheria, hamwezi mkapata adwa, hamwezi mkapata maradhi hayo. Allah anawaepusha. Kwa hiyo hii ndiyo sababu ambayo ni mu'zam, ni sababu kubwa ndio inapelekea mtu kuweza kupata kirusi hichi. Awamil allati tuzidu khatara al-isabati, vitu vingine ambavyo vinapelekea kuweza mtu anaweza kupata tatizo hili, dhaifu al-jihaz al-manai, yani kinga yake ya mwili kuwa dhaifu. Inaweza ikawa dhaifu bisababi naqsi al-manaa, kwa sababu ya upungufu wa kinga kutokana na janga la AIDS. Mathalan janga la AIDS, mtu ukimwi mathalan, ambao inatakiwa watu wajitahadhari nao, jambo ambalo likimpata mtu inaweza likamsababisha mtu akawa na naqsi al-manaa, akapata pia saratani rahim. Lakini pia katika hali ya pili wakasema istikhdam ashya tamna'u al-hamla li fatratin tawila,
au limuddatin tawila, mtu kutumia mtu kujiziwia kupata mimba kwa muda mrefu, kujiziwia kupata mimba kwa muda mrefu inaweza ikapelekea mtu akapata saratani unuq arrahim, saratani ya shingo ya uzazi. Lakini namba 3 kama tulivyosema ni mwanaume kuhamisha huku kumletea mke wake, ambao ni katika sura ya jinsia kwa mtu ambaye hajatulia. Lakini namba 4 wanasema asibahatu fil ahwad, kuogelea pia katika mabwawa. Hii ni sababu anahitaji, lakini japokuwa ni dhaifu, ni sababu dhaifu, lakini ni katika sababu ambazo zimetajwa, kuogelea katika mabwawa haya ambayo yametuama katika sehemu ambazo maji yatembei. Lakini pia namba 5 wakataja pia malabis, mtu kutokuwa msafi, kutokuwa na usafi katika mwili wake unaweza ukapelekea mtu kuweza kupata changamoto kama hizo. Hii tunataja ni mushkila saratan, na hiyo ni virus. Ni virus, maana tunaposema virus maana yake ni wadudu, lakini sisi pia biidhnillah subhanahu wa ta'ala katika kituo chetu tuna dawa ambazo zinaweza zikasaidia mtu akapata shifa biidhnillah subhanahu wa ta'ala ya hii mushkila, akapata katika hali, akawa katika hali ambayo ni mushfa biidhnillah subhanahu wa ta'ala, akawa katika hali nzuri kabisa. Kwa hiyo unaweza ukatutembelea kwa ajili ya kuweza kuja kupata ushauri, kuja kupewa taalimati mbalimbali, ukaja ukapata tiba mbalimbali ambazo zilizopo. Na tusisahau, japokuwa hili jambo linahusiana na mambo ya kibiolojia sana sana, lakini pia shaitan anaweza akawa na dakhal katika sehemu hii. Shaitani pia anaweza akawa na dakhal sehemu zote. Shaitani anaweza kusababisha saratani unuq arrahim. Sasa umetumia aina za adwiya za alkimawi za kimiaia, hazikukuletea nataij, basi ujue kwamba kuna shaitani ambaye anafanya kazi ya kukuletea mazingira kama haya. Tutataja arad, alama ambazo zitakazokufanya uweze kujua kwamba wewe umesibiwa na zinaonyesha kwamba wewe mwanamama una alama ya kusibiwa na saratani unuq arrahim. Alama ya kwanza, naziful mustamirra, kutoka damu ambayo inakuwa ni damu endelevu, tofauti na ule utaratibu wa halisi. Damu inakuwa inatoka tu muda wote, inatoka muda wote bila utaratibu. Hii ni alama moja ambayo inatakiwa utie shaka kwamba pengine unaweza kuwa umesibiwa na hali hii. Inatakiwa uchukue hatua za haraka. Jambo la pili, al-alamu inda tabawul, maumivu wakati wa kwenda haja ndogo, wa al-ihtisasu bil haraqan, mtu kuhisi kama moto wakati anaenda haja ndogo, anahisi kama moto vile anatoka. Hii pia ni moja ya sababu ambayo inaonyesha wewe ni musab, umesibiwa na kitu ambacho kinaitwa saratani unuq arrahim, inaanza kukusogelea. Namba 3, ifrazatul mihbaliya wa indaha raihatun kariha au sayyi'a. Ifrazat, yani kuna uteute ambao unakuwa unatoka katika sehemu zile husika kwa mwanamke, ambazo ule uteute unakuwa na harufu fulani ambayo sio nzuri, harufu ambayo ya karaha, inakera mtu akisikia. Hii inaonyesha kwamba wewe unasibiwa na adwa ya hii saratani ya unuq arrahim. Namba 4, kuna kitu anaita fa'lili fi manatiq at-tanasul. Fa'lil manaki uvimbe vinatoka katika sehemu zile tanasuli, katika sehemu ile ya tanasul ya mwanamke, zinatokea vimbe vinakuwa vimetunatuna, hivyo vinaonyesha kwamba wewe umesibiwa, yani uko katika hatari ya kusibiwa na saratani ya saratani ya unuq arrahim, shingo ya uzazi, saratani ya shingo ya uzazi. Ndugu mtazamaji, hasa wakina mama, tunatakiwa tuchukue tahadhari. Sisi lengo letu ni kuwasaidia kweli watu. Tumekuwa sisi ni watu tunazungumza sana, watu ambao ni mashehe
wanazungumza sana mambo yanayohusiana na mambo ya kiroho, tasfiyatul qulub, kusafisha nyoyo, masala mambo ambayo yanahusiana na ahkam. Sisi tunazungumza yote hayo, lakini pia haya tumeona pia tuzungumze kwa ajili ya kuwasaidia watu na kwa ajili ya kuwatengenezea mazingira watu waweze kupata maisha yaliyokuwa mazuri. Unapokuwa na afya, ibada yako utaifanya vizuri. Unapokuwa na afya, Mola wako utamwabudia vizuri, utafanya mambo yako kwa amani, na hata biashara zako, shughuli zako utazifanya kwa utulivu. Tofauti utakapokuwa afya yako haijakaa vizuri, hauwezi kufanya mambo yako katika sura ambayo ni ya amani. Na ndio maana hata Mtume katika kuhusia watu akamwambia, ightanimu khamsan qabla khamsin, pupieni mambo matano kabla ya matano. Akasema, sihataka qabla sakamika, afya yako kabla hujasibiwa na ugonjwa. Afya ni muhimu sana unapokuwa nayo, ili kuweza kutekeleza mambo yako na majukumu yako katika sura ambayo iliyokuwa nzuri kabisa. Kwa hiyo tambihi tunatoa pia kwa mara ya mwisho kwamba hii tatizo linaweza likasababishwa hata na mashaitani na majini. Inaweza pia ikawa ni sababu ambayo imesababishwa na sihr, uchawi unaweza ukasababisha hali hii. Kwa hiyo yote haya tunatakiwa tuweze kupambana kwa ajili ya kuweza kuyaweka sawa na kuweza kuwasaidia watu ili waweze kuwa katika hali iliyokuwa nzuri. Naktafi bihadha alqadr, tuishie hapo. Allah subhanahu wa ta'ala atujalie, atupe afya iliyokuwa nzuri na atupe afya iliyokuwa kamili, na atujalie tuwe ni watu ambao wenye kumwabudia yeye peke yake bila kumshirikisha na kitu chochote. Innahu subhanahu wa ta'ala waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Wa ila liqa'in akhar, astawdi'ukumullah, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.